Sote tumekuwa katika mkusanyiko kama huu. Unagundua sifa za watu, mvuto wao na hisia zao. Unapoangalia pande zote unahisi vipi? Kujilinganisha na wengine kunaweza kufanya tujisikie kama hatujafika kiwango fulani. Huenda si watu wa kuvutia au kujiamini vya kutosha au wenye mavazi ya gharama kubwa. Lakini je, umewahi kufikiria kuhusu jinsi urembo unaweza kuwa laana? Lakini vipi kuhusu baraka na hisia ya amani inayotokana na kuacha viwango ambavyo ulimwengu unataka ufikie? Wakati mwingine tunahitaji mtu atuambie thamani yetu. Kulikuwa na swahaba aliyekuwa mbedui kwa jina Zahir radhiallahu anhu, na alijulikana kwa kuwa mnyonge. Na alipokuwa akitembelea Madina, alikuwa akienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpa zawadi ndogo tu kwa matumaini ya kutambuliwa, na alielezwa haswa kama asiye na sura nzuri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwonyesha kila wakati kwamba alikuwa anamwangalia, na alifanya juhudi za ziada kumfanya ajisikie kuwa na thamani. Na kwa hivyo kwenye tukio moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimshika kwa nyuma kwenye soko na kuanza kumchezea na kumwambia, nani atanunua huyu kutoka kwangu? Na Zahir radhiallahu anhu hata katikati ya mzaa huo alisema, ya Rasulullah, nani hata hivyo angependa kuninunua? Mtume sallallahu alaihi wasallam angeweza kucheka tu, lakini alijua kwamba Zahir alikuwa amejihisi mnyonge kwa sababu ya sura yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimgeukia na kumwangalia machoni na kumwambia, walakinnaka inda Allahi ghal, wewe ni mwenye thamani sana machoni mwa Allah. Kwa nini? Kwa sababu urembo wa kweli ni urembo wa tabia, na jinsi Muumba anavyokuona ndivyo unavyopaswa kujiona. Kuhusu muonekano wako, basi uko vile Mola wako alivyokusudia uwe. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak, aliyekuumba akakuweka sawa akakunyoosha katika sura yoyote aliyoipenda akakujenga. Allah subhanahu wa ta'ala ni al-musawwir, mwenye kupa sura, na amekupa sura kipekee, umbo la kipekee. Lakini angalia kinaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, inna Allaha la yanduru ila suwarikum, Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu wala haangalii miili yenu, walakin yanduru ila qulubikum, anaangalia nyoyo zenu. Hicho ndicho kinachotilia maanani mwisho wa siku. Lakini hapa jua tu kwamba sura yako umepewa kwa kiwango fulani cha urembo, na kila umbo na alama kuna sababu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia usiwe na wasiwasi kuhusu urembo wa juujuu. wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum in yaqulu tasma'u liqawlihim, na unapowaona miili yao inakupendeza na wakisema unasikiliza usemi wao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anafafanua ukweli ulio chini ya uso, kaannahum khushubun musannada, lakini wao ni kama magogo yaliyoegemezwa. Na Imam Al-Tabari rahimahullahu anasema hakuna wema ndani yao, hakuna elimu. Innahum suwarun bila ahlam, wao ni kama maumbo tu bila malengo. Kimsingi anasema kuna watu wengi sana ambao ni maumbo tu bila chochote ndani, na watu ambao hawana chochote ndani huwa wanatafuta kuridhika kwa kupitia sifa kutoka kwa wengine, na hivyo ndivyo wanaovutiwa na kupata upendo kwenye mitandao ya kijamii au kutafuta uthibitisho kupitia picha zilizokarabatiwa. Mwenye imani hajapotea katika umbo, na anajua kwamba katika kila alama ya kuzaliwa, kila umbo linadhaniwa kuwa la kawaida. Kwa urefu wetu, kwa aina ya mili yetu, chochote kile kuna kusudio. Na subhanallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja kwamba Uwais al-Qarni radhiallahu anhu aliyemwomba Allah amponye kutoka kwenye ukoma alisema, lakini ewe Allah, niachie ukubwa wa sarafu. Kwa nini? Ili aweze kuangalia na kudumisha unyenyekevu. Watu wengine wamepata laana kwa urembo wao wa nje, kwa sababu wanapotoshwa na muonekano wao hata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au hawakuendeleza uwezo mwingine walionao, kwa sababu wanategemea tu sura zao kufanikisha mambo.
au huwa na mvuto finyo wa kuvutia wajinga, na orodha inaendelea na kuendelea. Lakini kila mmoja wetu, haijalishi ni kiasi gani unachokifikiria unacho, kuzingatia kulinganisha muonekano ni kichocheo cha kujisikia kwa thamani ya chini, na inaweza kusababisha kutoshukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni nini al-Musawwir alikupa? Mtu anaweza kuwa mrembo nje lakini mbaya ndani kama Karun, au mtu anaweza kuwa asiyevutia wengine kwa nje lakini mrembo ndani kama Zahir radhiallahu anhu. Kisha kuna wale ambao ni warembo nje na warembo ndani kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye uzuri wake ulifananishwa na mwezi unaong'aa, au Yusuf alayhi salam ambaye alipewa nusu ya urembo. Wala Mtume sallallahu alayhi wasallam wala Yusuf alayhi salam hawakupata thamani yao kwa sura zao, lakini sura zao nzuri zilivutia watazamaji waliokuwa wakiwaita kwa Allah. Kwa hivyo subhanallah, mtu anaweza kujaribiwa kwa urembo na kisha kutumia nafasi aliyonayo kuleta wema, kama Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu. Walisema unapomwangalia ulikuwa ukisema yeye ndiye mwenye sura nzuri zaidi, na alipozungumza ulikuwa ukisema yeye ndiye mwenye akili zaidi, lakini alikuwa akitumia hilo kuonyesha watu urembo wa Uislamu ndani na nje. Na wakati mtu anapoanza kumtambua Allah, viwango vyao vya urembo vinabadilika ili kutaka kutambuliwa zaidi. Angalia Mus'ab ibn Umair radhiallahu anhu, aliyekuwa mwanaume mwenye sifa nzuri zaidi huko Maka, kijana mwenye sura nzuri, tajiri, mwenye umaarufu wa kiwango cha juu, lakini aliacha yote haya kwa ajili ya Uislamu. Alipofariki alikuwa amefunikwa kwa mchanga kwenye uwanja wa vita na majeraha makubwa, na hata nguo haikuweza kumfunika mwili wake mzima. Nakumbuka subhanallah, sahaba walikuwa wakilia miaka kadhaa baada ya kufa kwa Mus'ab, wakikumbuka tu sura yake alipokufa. Lakini ukiwaza, aliacha urembo wake wa nje na mitindo ya kisasa kwa ajili ya urembo wa ndani na kuweka mifano ya haki. Na angalia sasa, kijana ambaye angekufa akiwa mwanamitindo na kusaulika baada ya kutoweka kutoka duniani, anakuwa mfano mzuri unaopita wakati. Bado tunazungumzia juu yake na kuita watoto wetu kwa jina lake zaidi ya miaka 1000 baadaye. Matendo yake yalikuwa vazi lake la urembo, na hivyo ndivyo Uthman radhiallahu anhu alisema kwamba kila wakati mtu anafanya kitendo, Allah humvika kwa hicho kitendo. Ikiwa kitendo ni kizuri, basi vazi ni zuri, na ikiwa kitendo ni kibaya, basi vazi ni baya. Unajua msemo huu, wewe ni kile unachokula. Kwa mujibu wa kauli hii, unaonekana kwa wengine kama unavyotenda kwa Allah. Ibn Abbas radhiallahu anhu alisema, inna lilhasanati dhiyaan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil badan wa sa'atan fil rizq wa mahabbatan fi qulubil khalq, kwamba matendo mema huleta urembo kwenye uso na mwangaza kwenye moyo na nguvu kwenye mwili na wingi kwenye riziki yetu na upendo kwenye nyoyo za viumbe. Ukiwaza, haya ndiyo mambo ambayo watu wanayatafuta kwenye dunia, lakini umbo la kweli linapatikana kwenye maadili, sio kwenye majivuno. Na kinyume chake ni kweli. Dhambi inaweza kuharibu nyuso zetu na kuharibu riziki zetu, lakini sote tuna dhambi ambazo Allah huzifunika kwa rehema yake. Na mwenye imani anajua kwamba urembo wote alionao kikweli ni urembo wa pazia ya Allah juu yake. Man akramaka innama akramaka fika jamila sitrihi falhamdu liman sataraka laysa alhamdu liman akramaka wa shakaraka. Yeyote anayekuheshimu na kuheshimu tu kwa urembo wa pazia yake juu yako. Kwa hivyo sifa ni yake aliyekufunika, sio yule anayekusifu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam angefanya dua, Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khulqi, e Mola, kama ulivyonifanyia sura nzuri, basi nifanyie tabia nzuri. Kwa maneno mengine, kama ulivyonifanyia mimi urembo nje, nifanyie mimi urembo ndani. Unaona kwenye dua kwamba unakiri, Mola, umenifanya mimi mrembo. Kama ni jambo la ukweli linaloonyesha kwamba haijalishi nini Allah amekupa kwenye sura yako, unafurahia na kumshukuru Allah kwa hilo, huku ukizingatia uwezo wa tabia yako ambayo inafungua urembo wako wa kweli. Na wakati mwingine urembo wa tabia yako huangaza zaidi hadi ukipitia majaribu magumu zaidi. Kama vile mwenye hekima alivyoamua uonekane kama ulivyo, kama vile al-Musawwir alivyokupa sifa zako za kimwili, pia ameamua riziki yako, maisha yako. Na ikiwa hauwezi kuona baraka katika kila hali,
kile ulichonacho au kile usichonacho kunaweza kuathiri jinsi unavyoshughulikia ulimwengu wako. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.